Natumai buheri wa afya mahali popote pale ulipo. Shukran sana kwa kuwewe kujiongea nasi kwa yanayojiri Jumatano hii ya leo. Tutakuwa tunaangazia mengi hapa tulipo, ikianza kabisa masuala ya afya na mwisho kabisa nayoibuka katika pande tofauti za taifa hili. Jina langu ni Emilia Kisienya. Ila sasa yanayofuata ni kuwa makamishna wa tume ya IEBC wanatarajiwa kuongoza zoezi la maandalizi ya vifaa vya kupiga kura ya uchaguzi mdogo wa Olkalau hapo kesho. Usalama tayari umeamrishwa eneo hilo licha ya upinzani kulalama wakidai kuna njama fiche. Na kama anavyoarifu Alan Ochanda ambaye kwa hivi sasa yupo katika eneo la Olkalau, kaunti hiyo ya Nyandarua, na sasa atakuwa anatujuza kwa moja atueleze kinachojiri. Ochanda, hujambo za asubuhi ulipo, tujuze kaka yamefikia wapi hivi sasa? Najua ni muda sasa umekita kambi katika eneo hilo, tupatie mwamko ya leo. Na Melia, kama tulivyotaja ni kwamba matayarisho ya uchaguzi mdogo wa eneo la Olkalau sasa yanaelekea kuwa yakimalizika, kwa sababu hivi sasa hapa katika shule ya upili ya Olkalau ndipo ambapo kutakuwa na kile kituo kikuu, yani tallying center, ile ambayo tume ya IEBC imeweza kuchukua shule hii kwa matumizi hayo. Ukitazama nyuma yangu wale maafisa wa IEBC bado wanaendelea yale matayarisho, na kumbuka kwamba pia bado wanawasubiri wale ambao ni makamishna waweze kufika hapa ili waweze kuwa wakiweza kufungua rasmi ama kuzindua rasmi vile vifaa vya kupigia kura ambavyo kutokea hapa sasa vitakuwa vikiweza kusambazwa kwenye vituo vingine ama zile polling centers ambazo zipo kwenye eneo la Olkalau, maeneo tofauti kwenye wadi tofauti hapa eneo la Olkalau. Ila kumbuka uchaguzi wenyewe mdogo umeweza kuzua hisia nzito za kisiasa. Unakumbuka wakati ambapo kundi la Linda Mwananchi liliweza kuvamiwa eneo la Nyahururu, na juzi tuliona mbunge wa Iala Kanini Kega mwendo wa jioni Jumatatu jioni, wakati akitoka mkutano wa hadhara uliokuwa umeandaliwa na mrengo wa DCP, aliweza kuvamiwa na watu wasiojulikana, yeye mwenyewe akishikilia kwamba ni maafisa wa usalama, ila ni madai ambayo bado hayajathibitishwa. Na tuliweza kuliona lile gari lake ambalo kwa sasa bado lipo kwenye kituo cha polisi cha Oljororok hapa Olkalau, wenyewe wakisema ama wale ambao ni wenye mrengo wa DCP ambao waliandamana na Kanini Kega kwenye kituo hicho wakati akiandikisha taarifa, wenyewe wakisema kwamba tukio hilo, mashambulizi hilo dhidi ya Kanini Kega ni kifumbu wa macho, kwani wanasema kwamba ni ishara tu kwamba wanatishiwa na asasi za usalama ambazo wanasema zinatumika na serikali ili kuweza kuwaingiza ule uoga, ili ifikapo hapo kesho wasiweze kufanya jinsi walivyokuwa wamesema, kwa sababu walisema kwamba watakuwa wakiweza kuilinda kura yao ili isije ikawa upande wa ule mwingine usio kihitilafiana na uwazi wa zoezi la upigaji kura. Na hapo jana tulimuona yule ambaye ni Inspector General wa Polisi Douglas Kanja na akiwa kwenye mkutano na washikadau wengine akiwemo mwenyekiti wa IEBC Edung Ethekon, wenyewe wakisema kwamba tayari watakuwa kituma maafisa usalama ambao wanapita 1000 wakitokea vitengo tofauti. Hilo hata hivyo, kulingana na wale ambao ni wana upinzani wakiongozwa na Rigathi Gachagua, akamwandikia mwenyekiti wa IEBC na Inspector General wa Polisi Douglas Kanja, aliandikia waraka wa kurasa 8, mwenyewe akiweza kuelezea masuala ambayo hajaridhika nayo, akidai kwamba kulikuwa na mkutano baina ya viongozi wa serikalini na baadhi ya wanachama wa UDA, na wenyewe wakisema kwamba wanafanya kazi kwa mafungamano na tume ya IEBC. Wenyewe wanadai kwamba mkutano huu ulifanyika katika eneo la Gilgil. Ni madai ambayo bado hayajathibitishwa. Mwenyewe anasema kwamba kwenye mkutano huo, kulingana na matamshi ama hakikisho la Kanja ambaye ni Inspector General wa Polisi kwamba kutakuwa na maafisa zaidi ya 1000, anasema maafisa hao wanalenga kuhitilafiana na usalama eneo hili. Mwenyewe anasema kwamba ama ana ule uoga kwamba pengine yale machafuko ambayo yamekuwa yakishuhudiwa hasa ama hususan katika eneo la Mbeere kaskazini mwaka jana, ana uoga kwamba ama ana wasiwasi kwamba huenda yakajirudia hapa, na anasema kwamba hayo pengine huenda yakahitilafiana na uwazi wa upigaji kura eneo hili. Mwenyewe akisema kwamba ama akimtaka Ethekon ambaye ni mwenyekiti wa IEBC kutoa hakikisho kwamba zoezi hili litakuwa lenye uwazi na hapatakuwa na mapendeleo, kwa sababu mwenyewe bado anadai kwamba wale ambao ni maajenti wa chama cha DCP anadai kwamba
kuna mpango wa kuweza kuwachelewesha kuwapatia zile stakabadhi za kuweza kuwaruhusu kuingia kwenye vituo vya kupiga kura mapema kuanzia kesho alfajiri. Ila ni madai ambayo yameweza kutolewa na Rigathi Gachagua kwenye waraka huo, ila hatujaweza ama hajaweza kuthibitisha. Na pengine wakati makamishna wa IEBC watakapokuwa kifika hapa baadaye kuweza kuongoza shughuli hii ama zoezi hili, kwa sababu kuna wale maafisa wa IEBC wa nyanjani ambao wameweza pengine kuchukuliwa kwa muda mfupi kuweza kuongoza shughuli hii ama zoezi hili la kupiga kura kwenye eneo zima la Ol Kalou. Wakati makamishna watakapokuwa kifika hapa, basi ni baadhi ya maswali ambayo tutakuwa tukiweza kuwauliza iwapo pengine waraka ule waliweza kuupata na iwapo pengine watakuwa wakiweza kumjibu, kwa sababu kumbuka kwamba upande wa DCP na upande wa UDA, kando na wale ambao ni wawaniaji wengine 7, wote wakiwa 9, wote wanalenga ama wanamezea mate wadhifa huu ulioachwa wazi na mwenda zake ama marehemu Njuguna Kiaraho. Na hivyo pengine ni hakikisho tu la ama inatakikana liwe hakikisho la IEBC kuwa wawaniaji wote 9 watakuwa wakiweza kupewa ile fursa sawa na wengine, pengine mmoja asiweze kuhisi kana kwamba pengine mwingine ameweza kupendelewa ama namna gani. Kwa hivyo ni baadhi ya maswali ambayo tutakuwa tukiweza kuwauliza wale makamishna wa IEBC, watueleze kwa kina iwapo waraka huo watakuwa wameweza kujibu au la. Ila milia tutakuwa bado tukisubiri hapa, kwa sababu kitizama tayari kuingia hapa katika shule hii lazima uwe na zile stakabadhi za IEBC, na kwa hivyo wale maafisa wa nyanjani, maafisa wa IEBC na wanahabari na pengine wale wengine ambao ni ambao wameweza kukabidhiwa zile stakabadhi za IEBC ndio ambao wanaweza kuruhusiwa kuingia hapa. Na hivyo kutoka hapa tutakuwa tukiweza kuzungumza nao, alafu tuweze kumjuza mtazamaji wetu kila tukio linapotukia kila dakika hapa katika shule hii ya upili ya Ol Kalou, eneo hili la Ol Kalou, kaunti ya Nyandarua. Milia. Naam, asante sana Ochanda, lakini kabla sija kuachilia, wacha tujuze hili, manake hapo jana makamishna hao walikuwa wamejuza tu kuhusiana na usalama kuthibitiwa. Zaidi ya maafisa wa polisi 1000, magari yale yanayotumiwa kunyunyuza maji yamehakikishiwa kuwa yatakuwa katika maeneo hayo. Labda tujuze uhalisia wa mambo hivi sasa. Je, maafisa hao tayari washamwagwa, wapo katika maeneo hitajika, wanalinda doria kama inavyohitajika, tukisubiria hapo kesho? Na milia, kama kawaida, unajua tunapokita kambi hapa katika eneo la Ol Kalou ama maeneo ambayo yana uchaguzi kama huu ambao ule mvutano wa kisiasa ni wa juu, tumekuwa tukipita hapa na tuliweza kupita katika sehemu tofauti. Wale maafisa kwa sasa bado wamekusanyika katika eneo moja, na pengine kuweza kupata tu ile kwa kimombo wanaita brief, yani ule mawasiliano ya mapema, ili baadaye wakiweza kufika hapa, kwa sababu kumbuka watakuwa wakiweza kuwasambaza katika kila kituo cha kupiga kura. Vituo vyote ni 114, na kwa hivyo wanasema kwamba kila kituo kitakuwa na maafisa 2, na kuna wengine wakiwa ndani, wengine wakiwa nje ya kituo chenyewe, pengine kuweza kuhakikisha kwamba pengine hamna mvutano, kwa sababu katika chaguzi ndogo kama hizi mvutano huwa juu sana. Kumbuka ilivyoshuhudiwa katika eneo la Malava, eneo la Mbeere Kaskazini na maeneo mengine ambayo yameweza kushuhudia chaguzi ndogo, na hivyo pengine kuweza kuhakikisha kwamba wanazuia ule ushindani mkali ambao unaweza kuzua hisia za kisiasa, ni kuhakikisha kwamba pengine maafisa hawa wa usalama wanafika hapa ndani na nje ya kituo cha kupigia kura, na hivyo pengine kufikia sasa hawajaweza kuwa wakisambazwa. Watakuwa wakiweza kusambazwa kuanzia kesho alfajiri, kabla tu ya zoezi hilo kuweza kung'oa nanga. Milia. Naam, asante sana Alan Ochanda, tunaridhia. Bila shaka utazidi tu kutujuza yanayoibuka kwa kila sekunde katika eneo hilo. Hivi sasa la kwetu ni jicho tu, tuangazie yale yanakusudiwa kufanyika hapo kesho. Basi mtazamaji, tukimwondokea mwanahabari mwenza Alan Ochanda eneo la Nyandarua, akiwa ni kaunti hiyo, eneo la Ol Kalou, ambapo shughuli nzima ya kupiga kura kumchagua mbunge wa eneo hilo hapo kesho itakuwa inafanyika.